Hujambo na karibu, tunaenda kuangalia sajili ya mahirimu na hii ni mojawapo ya sajili za kawaida. Kwa hivyo tutaanza kwa kuelewa mahirimu ni kina nani. Na tunaambiwa kwamba mahirimu ni watu wenye umri mmoja au ni marika, watu ambao wana umri mmoja. Kwa hivyo wanapokutana katika mahali fulani na wanapofanya mazungumzo wanatumia lugha, hiyo lugha inakuwa na sifa fulani. Sifa za sajili ya mahirimu. Sifa ya kwanza, kuna kuchanganya msimbo, ambapo pia ni kuchanganya ndimi au kuchanganya kauli. Kwa mfano, unastay wapi, iwapo ni vijana ambao walikuwa wamepatana. Kuna kuchanganya ndimi au kuchanganya msimbo, hiyo ndio sifa ya kwanza. Sifa ya pili, ni lugha yenye ucheshi au kuna matumizi ya lugha ya ucheshi. Mahirimu hutaniana kwa sababu ya kuwa na umri sawa. Kwa hivyo kule kutaniana ndiko kunapelekea kutumia lugha ya ucheshi. Sifa ya tatu, si lugha rasmi. Ina maana kwamba msamiati wa Kiswahili hutumika kwa njia isiyo ya kawaida. Sifa ya nne, si lugha sanifu. Ina maana kwamba lugha legevu ndio hutumika. Si lugha sanifu ina maana lugha inayotumika haizingatii kanuni za sarufi. Kuna matumizi ya chuku, kwamba kinachozungumziwa hutiwa chumvi, matumizi ya chuku. Sifa ya sita, huathiriwa na mazingira, kwamba mazungumzo kati ya mahirimu huathiriwa na mazingira, kumaanisha kwamba msamiati hubadilika kulingana na mazingira waliopo ama walipo mahirimu. Mahirimu ni watu wenye umri mmoja. Wakipatana katika mazingira ya kawaida, mazingira yale yataathiri namna lugha itatumika. Iwapo mazingira yale yatabadilika, ina maana kwamba msamiati pia utabadilika. 7, kuna kubadilisha msimbo. Msimbo hubadilika ili kurahisisha mawasiliano, kubadilika kwa msimbo au kubadilika kwa msamiati au lugha. Sifa ya 8 tunaambiwa kuna kubadilika kwa maudhui. Na sababu ya maudhui kubadilika ni kwamba mambo mengi hujadiliwa. Na sifa ya 9 ambayo ni ya mwisho tunaambiwa kuna kukatizana kauli, kwa sababu kila mhusika hutaka kusema kwanza. Hizo ni baadhi ya sifa za sajili ya mahirimu, utaongezea sifa zingine.